Kwanza mimi nasema, unajua kikubwa tunakumbuka shuka aliyakuwa kumesha kucha. Haya mambo tuliyazungumza sisi kabla ya hawa waandishi hawa wachambuzi. Mimi wananifikirisha sana hawa. Simba anakuwa na mtoto wa Simba, baadaye anakuwa nani? Anakuwa Simba. Feruzi, makamu wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, ndiye muhusika wa chama cha soka cha Morocco. Kabla sijajibu swali lako, na wapa watu kumbukumbu ili tuingie kwenye hoja iliyokuwa sahihi. Feruzi kwa nafasi aliyokuwa nayo, kwa utashi aliyokuwa nao, ukimwachia katika shirikisho la soka barani Afrika, lakini ukijia kwenye timu ya Barakana na uwezo mkubwa, ndiye aliyekwenda kuibadilisha mechi ya Simba baada ya fainali kuchezeka uwanja Benjamin Mkapa akaenda Zanzibar. Feruzi. Lakini kabla ya tukio la Simba hili, kuna tukio la timu ya taifa. Kama namkumbuka yule kocha ambaye tulimuondoa, alizungumzia katika hili kuhusu la Morocco. Waandishi wa habari mkamlani, mkasema naleta ubaguzi na naleta siasa za kwao Algeria na Morocco, asije akatuchanganyisha. Kila mmoja alizungumza yake. Lakini wakati Simba wanalalamika maamuzi ya Feruzi anayofanya, waandishi walikuwa hawamo, wachambuzi walikuwa hawamo. Ili tatizo la Feruzi ambalo linajionyesha leo ilianza muda mrefu. Niwaambie tu, siku zote usimlaumu paka aliyeleta ilizi kwenye mji wako, mlaumu aliyemtuma paka kuleta ilizi katika mji wako. Usimlaumu paka kuleta ilizi kwenye mji wako, mlaumu aliyemtuma paka kuleta ilizi kwenye mji wako. Leo hii watu wameamka, mwamuzi Ziokee, mwamuzi ameshindwa kutafsiri sheria 17. Aliyemweka mwamuzi nani? Hili la Feruzi, laiti kama mwanzo tungeenda kulipigia kelele na kulizungumza, maana yake tungeenda kumtengenezea hofu juu ya Tanzania pindi ndapo tunapokwenda kukutana nao. Leo nimeshangaa, nimeamka asubuhi, nimeona peji nyingi za waandishi wanatuma klipu. Hata ndugu yangu Firiji Bovu wanatuma klipu ya Feruzi pindi endapo alipokuwa anaongea nani na waamuzi, wachezaji wanakwenda wanapiga makofi. Leo imekuwa issue inatumwa, lakini kumbuka Feruzi yule alikutwa Zanzibar kwenye chumba cha waamuzi. Nani alisema? Hakuna msemo wote wa wahenga uliokuwa unabahatisha. Misemo yote ya wahenga wanakwenda kwenye mtoto mleavyo ndivyo. Hapa nia yangu na madhumuni yangu nilikuwa nataka niwaambie Feruzi ni mtu wa namna gani katika soka letu katika bara la Afrika. Hakuanza leo, lakini wewe leo iweje ndio tunapiga kelele? Simba wanazulumiwa, uwanja unahama, Feruzi ndio alihamisha uwanja. Nani anakataa kwenye nchi? Simba tukalalamika, mwandishi gani wa habari alitunga mkono katika hilo? Kweli ationgea kidogo. Kwa Mkapa rudi kule. Nani kiongozi wa Morocco sasa? Seme. Ukijichoma mwiba ukaudharau, mguu unakwenda kuota tende. Haya kina Farani wameyatengeneza wao. Haya kina Nazari Dubeti wameyatengeneza wao. Haya kina Firiji Bovu wametengeneza wao, na mashabiki wa Yanga waacha unafiki, wao ndio wametengeneza haya. Kwa hiyo unasema sisi tunalalamika Zanzibar, tunamlalamikia Feruzi amekwenda kwenye vyumba vya wachezaji vya marefari. Sisi mimi lengo langu sio hilo, madhumuni yangu sio hayo, lakini niseme tu mashindano AFCON Morocco kuna vitu vingi mimi kama Kisugu nimejifunza. Sitaki kuzungumzia makosa ya waamuzi. Leo ndo tunaona
kama namkumbuka yule kocha ambaye tulimuondoa, alizungumzia katika hili kuhusu la Morocco. Waandishi wa habari mkamlani, mkasema analeta ubaguzi na analeta siasa za kwao Algeria na Morocco, asije akatuchanganyisha. Kila mmoja alizungumza yake. Lakini wakati Simba wanalalamika maamuzi ya Feruzi anayofanya, waandishi walikuwa hawamo, wachambuzi walikuwa hawamo. Ili tatizo la Feruzi ambalo linajionyesha leo lilianza muda mrefu. Niwaambie tu, siku zote usimlaumu paka aliyeleta ilizi kwenye mji wako, mlaumu aliyemtuma paka kuleta ilizi katika mji wako. Usimlaumu paka kuleta ilizi kwenye mji wako, mlaumu aliyemtuma paka kuleta ilizi kwenye mji wako. Leo hii watu wameamka, mwamuzi ziokee. Mwamuzi ameshindwa kutafsiri sheria 17. Aliyemweka mwamuzi nani? Hili la Feruzi leti kama mwanzo tungeenda kulipigia kelele na kulizungumza, maana yake tungeenda kumtengenezea hofu juu ya Tanzania pindi ndapo tunapokwenda kukutana nao. Leo nimeshangaa nimeamka asubuhi, nimeona peji nyingi za waandishi wanatuma klipu, hata ndugu yangu Firiji Bovu wanatuma klipu ya Feruzi pinde ndapo alipokuwa anaongea nani na waamuzi, wachezaji wanakwenda wanapiga makofi. Leo imekuwa issue inatumwa, lakini kumbuka Feruzi yule alikutwa Zanzibar kwenye chumba cha waamuzi. Nani alisema? Hakuna msemo wote wa wahenga uliokuwa unabahatisha. Misemo yote ya wahenga wanakwenda kwenye mtoto mleavyo ndivyo. Hapa nia yangu na madhumuni yangu nilikuwa nataka niwaambie Feruzi ni mtu wa namna gani katika soka letu katika bara la Afrika. Hakuanza leo, lakini wewe leo iweje ndio tunapiga kelele? Simba wanazulumiwa, uwanja unahama, Feruzi ndio alihamisha uwanja. Nani anakataa kwenye nchi? Simba tukalalamika, mwandishi gani wa habari alitunga mkono katika hiyo? Kweli ationgea kidogo. Kwa Mkapa rudi kule. Nani kiongozi wa Morocco sasa? Seme. Ukijichoma mwiba ukaudharau, mguu unakwenda kuota tende. Haya kina Farani wameyatengeneza wao, haya kina Nazari Tupetu wameyatengeneza wao, haya kina Firiji Bovu wameyatengeneza wao, na mashabiki wa Yanga waacha unafiki, wao ndio wametengeneza haya. Kwa hiyo unasema sisi tunalalamika Zanzibar, tunamlalamikia Feruzi amekwenda kwenye vyumba vya wachezaji vya marefali. Sisi mimi lengo langu sio hilo, madhumuni yangu sio hayo, lakini niseme tu mashindano AFCON Morocco kuna vitu vingi mimi kama Kisugu nimejifunza. Sitaki kuzungumzia makosa ya waamuzi. Leo ndo tunaona wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, lakini Waswahili wanasema siku zote kabla hujamsifia anayekimbia anakimbizwa, msifia anayemkimbiza. Niipongeze sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sapoti kubwa aliyotoa juu ya timu yetu ya taifa. Siwapongezi kwa sababu wamekwenda kupoteza mchezo wa jana.